Ndugu waandishi wa habari, nachukua fursa hii kutoa taarifa kwa umma juu ya mabadiliko ya bei za mafuta kwa mwezi Januari mwaka 2026. Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu, naomba kutangazia umma juu ya bei za mafuta zitakazoanza kutumika rasmi kuanzia kesho tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kama ilivyo ada, huwa tunataja miongoni mwa vigezo tunavyozingatia katika kupanga bei hizi, ambapo miongoni mwa vigezo hivyo ni pamoja na kuangalia bei ya soko la dunia kama plastic quotations. Pia tunaangalia gharama za mafuta katika bandari ya Tanga, halikadhalika mabadiliko ya fedha za kigeni zinazotumika kununulia mafuta haya kwa shilingi ya Tanzania. Pia tunaangalia gharama za usafiri, bima na premium mpaka yanafika Zanzibar, kodi na tozo za serikali, pamoja na kiwango cha faida kwa wauzaji wa jumla na rejareja. Bei za mafuta kwa mwezi Disemba 2025 kwa upande wa petroli ilikuwa ni shilingi 2815. Bei ya mafuta ya petroli kwa mwezi Januari 2026 itakuwa ni shilingi 2813, imepungua kwa shilingi 2 sawa na 0.27. Kwa upande wa mafuta ya dizeli kwa mwezi Disemba 2025 bei ilikuwa ni shilingi 2944. Kwa mwezi Januari 2026 itakuwa shilingi 2858, imepungua kwa shilingi 86 sawa na 2.92. Kwa upande wa mafuta ya taa, bei ya mwezi Disemba 2025 ilikuwa shilingi 3000, wakati bei ya mafuta hayo ya taa kwa mwezi Januari 2026 itakuwa shilingi 2900, imepungua kwa shilingi 100 sawa na 3.33. Kwa upande wa mafuta ya ndege, bei ya mwezi Disemba 2025 ilikuwa shilingi 2376. Bei ya mafuta ya ndege kwa mwezi Januari 2026 itakuwa shilingi 2485, imeongezeka kwa shilingi 109 sawa na 4.59. Ndugu waandishi wa habari, naomba kurudia bei za mwezi Januari 2026 zitakuwa kama ifuatavyo. Kwa upande wa petroli, bei ya mwezi Januari 2026 itakuwa shilingi 2813. Kwa upande wa diesel, bei itakuwa shilingi 2858, na bei ya mafuta ya taa itakuwa shilingi 2900, na kwa upande wa mafuta ya ndege bei itakuwa shilingi 2485. Sababu za kupungua kwa bei hizi ni pamoja na kupungua kwa gharama za ununuaji wa mafuta haya katika soko la dunia, lakini pia kupungua kwa gharama za uingizaji wa bidhaa hizi kutoka katika soko la dunia mpaka kufika Zanzibar. Mamlaka inaendelea kuwasisitiza wananchi kununua mafuta katika vituo halali vya mafuta na kudai risiti kila wanapofanya hivi. Asanteni kwa kunisikiliza.